from the perspective of statecraft, ujenzi wa taifa, entity ya Tanzania, kama mambo yataendelea kama hivi, hofu yako kubwa ni nini? Kwanza tuangalie miaka hii 60 na kitu ya Tanzania imejengwaje. Unafahamu hii notion tunasema Tanzania ni nchi ya amani, hatukupata uhuru kwa matatizo, ni amani. Hii naweza nikasema wajenzi wa taifa la Tanzania waliangalia nyuma huko mambo yalivyokuwa, wakaamua kufanya jaribio ya taifa ambalo tukikosana tunakuwa tunazungumza. Na nitakuelezea why. Kabla ya uhuru, nchi damu imemwagwa. Unaangalia vita ya Majimaji, watu 120,000. Ukraine sasa hivi wanapigana hawajafika hivi. Gaza unaambia ni watu 70,000 wameuawa. Nikisema kidogo sasa watu 120,000. Ukirudi jinsi machifu walivyokuwa, mmoja anampindua mwenzake anamchukua. Enzi za Ujerumani ukiangalia Arusha, watu walikuwa wanapangwa wananyongwa. Moshi. Yani hii nchi kabla ya uhuru damu imemwagwa sana. Kwa hiyo wajenzi wa nchi mpya ya Tanzania, kina Nyerere na wenzake, walivyoingia walikuwa wanafanya jaribio, tunaenda kujenga nchi ambayo tukitaka kubadilisha mambo tunakuwa tunazungumza na kuthibitisha. Ili jaribio lijaribishwa ni namna Nyerere alivyoondoka madarakani. Hakusukumwa na mtu, aliondoka. Of course kulikuwa kuna tetesi, lakini ni hiyo kuthibitisha. Lakini kingine ni namna tulivyopata vyama vingi. Kwa msingi wa hii nchi ndio hivyo kwamba watu wanaongea. Sasa kama serikali ya sasa hivi kitaka kubadilisha huo msingi, isikubali maridhiano ya kweli, unabadilisha mfumo wote wa Tanzania. Kwa hiyo kinachokuja huko mbeleni sisi na serikali hawatukijui, lakini kitakuwa ni kitu kigumu. Na ninachohofia ni kwamba serikali itajikuta kwamba inabidi itumie sana nguvu. Sasa vyombo vyetu vyote havijaundwa kwa mfumo kwamba kazi yao ni kukandamiza wananchi mwanzo 24/7. Vimeundwa kwa mfumo kwamba siasa zinajadiliwa, watu wanakosana, wanaenda kwenye siasa, wanafanya siasa, polisi wanaendelea kupambana na wahalifu. Sasa ukiweka kwamba vyombo vya usalama vinatakiwa vipambane tu na wananchi, huo mfumo ni mfumo mpya, na ninachoona ni kwamba utavunjika. Na hasa wanasiasa ambao wameshika madaraka watakuja kugundua kwamba sio wao walioshika madaraka. Kama wakienda kwenye mfumo ambao unaondoa nchi, hakuna maridhiano, watakuja kugundua walioshika na madaraka ni hao wanaotumia nguvu kwa niaba yao. Kwa hiyo ni Tanzania mpya ambayo ninaiona.